Mtazamaji, ulimwengu ukiadhimisha siku ya msichana, kaunti ya Kilifi inaendelea kukumbwa na ongezeko la unyanyaswaji wa jinsia dhidi ya wasichana. Kwa mujibu wa AIDS Healthcare Foundation, kaunti ya Kilifi sasa imeripoti visa 440 vya unyanyasaji wa kijinsia. Mwaluse Meshak na maelezo zaidi. Ni wakati wa maadhimisho ya siku ya msichana duniani Jumamosi katika kaunti ya Kilifi, ila unyanyasaji dhidi ya mtoto msichana ungali donda sugu katika baadhi ya maeneo humu nchini. Kwa mujibu wa wakfu wa AIDS Healthcare, kaunti ya Kilifi pekee imeripoti visa 420 vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya mtoto msichana kati ya Machi hadi Septemba mwaka huu wa 2025. Tumekuwa na zile zinaitwa rape cases, kesi za ubakaji ni 52. Wabakaji wenyewe wamekuwa ni watu wa familia. Kulingana na Kennedy Furaha Charo, ambaye pia ni mmoja wa wanaharakati wa kutetea mtoto wa kike katika eneo la Gongoni Magarini, kaunti ya Kilifi, amedai kuwa visa vingi ambavyo amepokea kutoka kwa waathiriwa ni vya watu wa jamii. Takwimu iko juu ya wasichana wachanga ambao wameshika mimba za kitotoni. Usipokubali kufanya hivi nitakuua ama sitakusomesha. Na nikiangalia hivi nataka kusoma na hakuna mtu mwenye ananisimamia. Itabidi mimi nikubali ili nipate masomo. Hiyo pia iko. Ana Salim wa shirika la Sauti ya Wanawake amedai kuwa watoto wa kiume pia wameachwa nyuma, jambo ambalo kulingana naye limeongeza idadi kubwa ya dhuluma dhidi ya mtoto msichana katika kaunti hii ya Kilifi. Ningesema pengine saa hizi pia ule mtoto wa kiume pia naye hashughulikiwe pia. Mashirika yakija yamwangazie pia ule mtoto wa kiume pia naye pia anapotea. Hali ya umaskini pia imetajwa kuchangia kuongezeka kwa dhulma dhidi ya mtoto msichana kaunti hii, ambapo kwa mujibu wa wakfu huu wasichana wengi huacha shule baada ya kupachikwa mimba. Mimba za kitotoni 355. Hiyo ni miezi 8 ya mwaka huu tu. Wazazi wetu watakuwa wanatutekelezea mahitaji yetu, wanatupatia vile tunataka. Hatutadanganywa na watu mpaka kuelekea kupewa vitu na wavulana. Siku ya msichana duniani husherekewa na mataifa yaliyo chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa tarehe 11 mwezi Oktoba kila mwaka, lengo likiwa kuendeleza harakati za usawa wa kijinsia. Mwaluse Meshak, TV47.